Mwana Stefano Aziz Ki, Master Ki, tayari ameshakwisha kutambulishwa ndani ya klabu ya Al Ittihad ya kule nchini Libya, akitokea ndani ya klabu ya Wydad Casablanca kwa mkopo. Wana tayari Master Ki ameshakwisha kutambulishwa ndani ya klabu hiyo, lakini pia tunafahamu kwamba Al Ittihad wamefanya usajili wa nyota wengi akiwemo Stefano Aziz Ki, lakini pia Aziz Ki hajatoka peke yake pale Wydad Casablanca, bali pia ametoka na nyota Lochi ambaye naye pia alikuwa anakipiga ndani ya klabu ya Wydad Casablanca. Kwa hiyo Al Ittihad wamechukua nyota wawili kutoka ndani ya klabu ya Al Ittihad, kwa maana ya Lochi pamoja na Stefano Aziz Ki. Sasa Stefano Aziz Ki bwana amepewa jezi nambari 22. Tunafahamu kwamba wakati akiwa ndani ya klabu ya Wydad Casablanca alikuwa akivalia jezi nambari 25. Unaweza kuona alipokuwa ndani ya klabu ya Yanga alivalia jezi nambari 10 ambayo kwa sasa inavaliwa na Pacome Zouzoua. Baada ya kutoa ndani ya klabu ya Wydad Casablanca akapewa nambari 25. Baada ya kutoa ndani ya klabu ya Al Ittihad, wengi walifikiri pengine angekwenda kuvalia jezi nambari 10 ambayo mara nyingi kwa wale mashabiki ambao walikuwa wanamfahamu Stefano Aziz Ki toka alipokuwa ndani ya klabu ya ASEC Mimosas, walikuwa wanamuona na jezi nambari 10, na ni moja kati ya jezi ambayo ilikuwa ikimfanya kuonekana vizuri kwa maana ya jezi nambari 10. Hata alipotoa ndani ya klabu ya Yanga alipewa jezi nambari 10, lakini alipotoa ndani ya klabu ya Wydad Casablanca akapewa jezi nambari 25, na sasa anapewa jezi nambari 22 akiwa na Al Ittihad ya pale nchini Libya. Kwa hiyo iko hivyo, Stefano Aziz Ki bwana amekabidhiwa jezi nambari 22 ndani ya klabu ya Al Ittihad ya Libya, na Stefano Aziz Ki anaungana na baadhi ya nyota wengine ambao wamesajiliwa ndani ya klabu ya Al Ittihad ya pale nchini Libya, akiwemo Lochi ambaye walikuwa naye kwenye timu ya Wydad Casablanca. Bwana usajili wa Stefano Aziz Ki kwenda ndani ya klabu ya Al Ittihad ya Libya ni moja kati ya sajili ambayo imezua gumzo sana kwa baadhi ya mashabiki, kwamba pengine kiwango cha Stefano Aziz Ki kimeisha, bora angerudi Yanga, imekuwa hivi, na kuna story pia ambazo zimeendelea kuzungumzwa kwamba Stefano Aziz Ki huenda akarejea ndani ya klabu ya Yanga. Sasa moja kati ya story ambazo zipo ni mara baada ya Stefano Aziz Ki kuonekana akiwa Tanzania, akiwa kwenye baadhi ya maeneo, na stories zikazi zinaenea kwamba Stefano Aziz Ki kuna mpango wa kurudi ndani ya klabu ya Yanga. Stefano Aziz Ki huenda pia dirisha kubwa la usajili akarudi Yanga, lakini pia huenda ikawezekana kutokana na namna ambavyo Stefano Aziz Ki amefanya vizuri akiwa na klabu ya Yanga. Amekuwa MVP akiwa ndani ya klabu ya Yanga, lakini ni moja kati ya nyota ambaye mapenzi makubwa sana ameweza kuyapata ndani ya klabu ya Yanga kutoka kwa mashabiki, lakini pia kutoka kwa uongozi wa klabu ya Yanga. Na tulimeona kwa baadhi ya nyota wengine ambao wanaondoka ndani ya klabu fulani lakini baadaye wanarejea. Sasa baada ya kuwepo kwa story hizo bwana, huenda lolote likatokea kwenye dirisha kubwa la usajili kwa Stefano Aziz Ki kurudi ndani ya klabu ya Yanga, lakini kwa sasa ni nyota wa klabu ya Al Ittihad ya pale nchini Libya, na tayari ameshakusha kutambulishwa na baadhi ya nyota wa Al Ittihad. Kwa hiyo ni moja kati ya story ambayo nimeona ni kusogezee, na picha hiyo ni nyota takribani 5. Unaona kwenye picha hiyo wakitambulishwa. Lochi yeye alipewa jezi nambari 11, Stefano Aziz Ki akapewa jezi nambari 22, lakini nyota mwingine akapewa jezi nambari 17, lakini mwingine akapewa jezi nambari 4 na mwingine akapewa jezi nambari 7. Kwa hiyo hao ndio nyota ambao Al Ittihad wamefanya usajili na sasa watakuwa ni nyota wao. Moja kati ya ligi ambayo pia tunakwenda kushuhudia nyota wengi sana ambao wamecheza kwenye ligi ya Tanzania. Kibu Dennis yeye ameshakwisha kujiunga na klabu ya Al Benghaz ya pale nchini Libya. Kwa hiyo atakutana na Stefano Aziz Ki kwenye ligi moja, lakini pia Steven Mkwala naye pia yuko ndani ya klabu ya Al Benghaz ya pale nchini Libya. Kwa hiyo watakutana na Stefano Aziz Ki kwenye ligi moja, na wamecheza pia kwenye ligi moja ya kwa maana ya NBC. Lakini pia Fabrice Luamba Ngoma naye yuko
yuko pale Al Benghazi ya pale nchini Libya, kwa nao pia watakutana na Stefan Aziz Ki kwenye ligi moja. Kwa unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo ni kama baadhi ya nyota wa waliocheza NBC wanakwenda kuhamishia aradha pale Libya kutokana na vilabu hivyo kutoka Libya kuwasajili. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikujuze kuhusiana na Stefan Aziz Ki, lakini kubwa zaidi Stefan Aziz Ki akipewa jezi nambari 22, moja kati ya jezi ambayo tunatamani kuona pengine kama itakuwa na maajabu kwake, kama ambavyo jezi nambari 10 ilikuwa na maajabu akiwa ndani ya klabu ya Yanga na kufanya makubwa zaidi na kusajiliwa ndani ya klabu ya Wydad Casablanca, lakini baada ya kutoka kwa ndani ya klabu ya Wydad bado mambo hayakuwa mazuri sana kwake, na sasa anajiunga na klabu ya Al Ittihad ya pale nchini Libya. Tunakwenda kuona pengine nini ambacho atakionyesha, lakini kwa story ambazo zipo pia kama ambavyo nimekujuza zinaeleza kwamba Stefan Aziz Ki huenda karejea ndani ya klabu ya Yanga kwenye dirisha kubwa la usajili mara baada ya kuwepo kwa taarifa za chini ambazo zinamhusisha Stefan Aziz Ki kwamba huenda akarejea ndani ya klabu ya Yanga, na halitokuwa jambo la maajabu sana kama ambavyo nimekujuza kwamba baadhi ya nyota ambao walikuwa wanaondoka ndani ya ligi ya NBC walikuwa kirejea. Mfano mzuri ni kwa Clatous Chota Chama ambaye aliweza kuondoka na kwenda ndani ya klabu ya RS Berkane. Baada ya kwenda RS Berkane akarejea tena ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, akajiunga na Yanga, akajiunga na Singida Black Stars. Kwa sasa yuko ndani tena ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Unamkumbuka Louis Miquissone baada ya kuonyesha maajabu makubwa sana kwenye ligi ya NBC akiwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, akajiunga na klabu ya Al Ahly. Baada ya hapo akarejea Simba, baada ya Simba Yudi Songo, na sasa anakipiga kule nchini Libya pia. Kwa hata Louis Miquissone pia naye atakuwa miongoni mwa wachezaji ambao watakuwa wanacheza ligi ya Libya. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo hata Stefan Aziz Ki pia kwa stories zilizopo kwamba huenda karejea ndani ya klabu ya Yanga, huenda lisiwe jambo la maajabu, ama huenda lisiwe jambo ambalo pengine utashtuka kuliona, kwa sababu ni kawaida kwa baadhi ya nyota kurejea kwenye vile vilabu ambavyo wanaamini waliacha alama, wanaamini walifanya makubwa, na wanaamini bado wanahitajika ndani ya klabu hiyo. Kwa hiyo tunasubiri na kuona, lakini kwa sasa Stefan Aziz Ki ni nyota wa klabu ya Al Ittihad ya pale nchini Libya, na tunakwenda kumuona akikichafua pale nchini Libya. Tunafahamu uwezo wa Stefan Aziz Ki, uwezo wake wa kupiga mashuti, uwezo wake wa kupiga foul, uwezo wake wa kutengeneza magoli, uwezo wake wa kufunga. Kwa hiyo ni moja kati ya nyota ambaye amekamilika kila idara. Kwa hiyo tunakwenda kushuhudia Stefan Aziz Ki akiwa na jezi nyekundu kama ambavyo ilikuwa kwa Wydad Casablanca. Alivalia jezi nyekundu, wakati akiwa ASEC Mimosas alivalia jezi ya njano. Alipoenda ndani ya klabu ya Yanga alivalia jezi ya njano, na ni moja kati ya jezi ambazo unaweza ukasema zilikuwa na baraka sana kwake, kwa sababu amefanya makubwa sana akiwa na vilabu hivyo. Baada ya kwenda ndani ya klabu ya Wydad Casablanca mambo yamekuwa sio mambo, lakini hatusemi kwamba jezi nyekundu ndio ambayo imesababisha pengine Stefan Aziz Ki kutokuwa na kiwango bora, na sasa anaelekea ndani ya klabu ya Al Ittihad ya Libya ambako pia anakwenda kuvalia jezi nyekundu nambari 22. Nini maoni yako kuhusiana na usajili wa Stefan Aziz Ki? Unadhani ligi ya Libya ni moja kati ya sehemu ambayo pengine huenda ikamuinua tena Stefan Aziz Ki? Comment yako ni ya msingi sana kupitia kwenye comment section hapo chini, ukiniambia usajili wa Stefan Aziz Ki ndani ya klabu ya Al Ittihad umeupokeaje, na jezi nambari 22 nadhani ni moja kati